Ni wakati mwingine tena mtazamaji wa Tume Zinasa TV, tunakutana hapa kwa ajili ya kujuzana masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na michezo. Niko hapa kuhakikisha na kusogezea sajili za wekundu wa Msimbazi ambazo tayari zimekwisha tiki na ambao tayari wapo nao katika michuano ya Kagame Cup inayoendelea hapo nchini Rwanda. Sajili za kimataifa ni 3 kwa upande wa timu ya Simba, lakini pia sajili za ndani, nikimaanisha wachezaji wa ndani, ni 3. Moja kwa moja tuanze na upande wa wachezaji wa kigeni ambao wamewasajili kwa dirisha hili kubwa wekundu wa Msimbazi. Kwanza wameanza kuboresha katika eneo lao la ushambuliaji, ambapo wamemshusha mchezaji ambaye ni mshambuliaji, nikimaanisha striker, anaitwa Ibrahim Dumbia, ambaye pia Ibrahim Dumbia amekubali kujiunga na wekundu wa Msimbazi kwa ajili ya kuwatumikia katika msimu wa 2026 msimu wa 2027. Ukimwangalia Ibrahim Dumbia ni mrefu, mwenye kimo kirefu, ambaye pia anaweza akakuofa mipira ya juu kulingana na urefu wake. Lakini pia Ibrahim Dumbia anatajwa kuwa mshambuliaji hatari ambaye anaweza kukuofa magoli mengi ndani ya msimu mmoja. Na nikwambie ya kwamba ligi yetu ni ngumu kiukweli. Ligi yetu ni ngumu, kwa hiyo yote na yote uwezi ukampa 100%. Ni kusubiri tu kuona namna ambavyo inaweza ikawa, ila yote na yote ni kwamba wamefanya usajili mzuri. Lakini pia Simba wamemsajili mchezaji kutoka South Africa, kutoka katika klabu ya Sekune United FC ambayo inashiriki katika ligi ya PCL. Wamemsajili mchezaji Kaletho Maharwa. Kaletho Maharwa ni winga ambaye atakuja kusaidiana na Aniseula ambaye pia ni winga wa Simba, lakini pia atakuja kusaidiana na Eli Mpanzo pamoja na Bakari Msimu, ambao wote hao wanahudumu katika nafasi ya mawinga. Lakini hapo wamemsajili Ibrahim Jabel ambaye naye anatoka katika ligi ya Afrika Kusini. Rasmi walimtambulisha kuwa ni mchezaji wao akitokea katika klabu ya Stellenbosch, na amesaini mkataba wa miaka 2 kuitumikia au kuwatumikia wekundu wa Msimbazi. Hizo ni sajili 3 ambazo nimekuambia kwamba Simba wamezifanya mpaka wakati huu kwenye dirisha kubwa la usajili, na bado dirisha halijafungwa, na tetesi ni kwamba bado Simba kuna wachezaji wengine wa kigeni watawashusha. Kwa hiyo yote na yote wamemsajili Ibrahim Dumbia ambaye ni striker, wamemsajili Kaletho Maharwa ambaye ni winga, lakini pia wamemsajili Ibrahim Jabir ambaye pia huyu anaweza akacheza kama namba 10, lakini anaweza akacheza kiungo cha chini, au ni wachezaji wa kimataifa ambazo ni sajili zimenaswa. Sajili 2 kutoka South Africa na wako vizuri kweli kweli. Kwa wale ambao pia wamebahatika kuangalia ule mchezo wa kwanza wa Kagame Cup ambayo inaendelea huko Rwanda, namna ambavyo wachezaji wao wanatumika na jinsi ambavyo wanajitoa katika uchezaji. Lakini pia tukiachana na wachezaji wa kigeni, Simba wamesajili wachezaji 3 wa ndani, ambapo wamemshusha kiungo mkabaji kutoka timu ya Pamba Jiji, anaitwa Kevin Nation, ambaye tayari naye pia ameongezwa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi ili kuhudumu katika msimu wa 2026-2027. Yote na yote ni kiungo ambaye ameongezwa pale. Lakini pia wamemsajili Nathael Chirambo ambaye pia ni beki wa kulia ambaye atasaidiana na Shomari Kapombe katika dirisha ili la usajili. Nathael Chirambo amesajiliwa akitokea timu ya wauza ice cream Azam FC. Lakini pia wamemsajili
winga mwingine kutoka Coastal Union ambaye ni Bakari Msimu ambaye amesajiliwa na klabu ya Simba kwa ajili ya kuwatumikia na kuongeza nguvu kwenye msimu unaokuja, msimu wa 2026 2027. Kwa hiyo hizo ni sajili 6 ambazo mpaka sasa ambazo wamezifanya hadi sasa wekundu wa Msimbazi. Usajili wa kimataifa ni wa 3, lakini wachezaji wa ndani ni 3, na nikukumbushe kwa haraka au wachezaji 3 wa kimataifa na wachezaji 3 wa ndani. Ibrahim Dumbia mchezaji wa kigeni ambaye ni striker, lakini wamemsajili Kaletho Maharwa ambaye ni winga kutoka South Africa, lakini pia wamemsajili Ibrahim Jabel ambaye pia anahudumu katika nafasi ya anaweza kucheza namba 10, lakini pia anaweza akacheza kama kiungo pale na vitu kama hivyo. Wachezaji wa ndani ni Kevin Nation ambaye ametokea Pamba Jiji, lakini pia Nathairi Chirambo ambaye ametokea Azam FC, pamoja na Bakari Msimu ambaye ametokea kunako kikosi cha Coastal Union ya Tanga. Yote na yote ni sajili 6 ambazo wamezifanya, lakini inatajwa bado wekundu wa Msimbazi wanatarajia kufanya usajili mwingine wa kimataifa ili kuhakikisha wanaongeza nguvu katika kikosi chao cha wekundu wa Msimbazi. Tusubiri tuone, pengine kwa upande wako mtazamaji wa Tume Zinasa TV, pengine ni yapi maoni yako? Pengine ni mchezaji yupi ambaye pia unatamani wekundu wa Msimbazi wa msajili kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye kikosi chao ambacho kimsingi kimemaliza nafasi ya 2 kwenye ligi msimu uliopita na wanaenda kushiriki michezo au michuano ya kimataifa. Kwa hiyo wanahitajika kuwa imara kweli kweli. Niandikie komenti yako hapo, nitakuja kupita nayo. Asante sana kwa kuendelea kutuamini. Asante sana kwa kuendelea kuitazama Tume Zinasa TV. Nikwambie kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kuweka komenti yako kwa hiki ambacho umekipata hapa kwa ajili ya kuendelea kukushushia update mbalimbali. Mimi ni Mr. Update wako Robbie Brighton, bado niko na wewe. Asante sana kwa kuwa na mimi.